Aprili 8 klabu ya Yanga tokapo dimbani kwenye dimba la CCM Kirumba pale mkoani Mwanza kucheza mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya timu ya Pamba Jiji. Na tayari kikosi cha klabu ya Yanga kipo pale mkoani Mwanza kwa ajili ya maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sasa klabu ya Yanga wanaelekea kwenye mchezo huu muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara huku wakiwa na matumaini makubwa ya kuhakikisha wanakwenda kuondoka na ushindi mnono dhidi ya timu hiyo ya Pamba Jiji katika muendelezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, sambamba na kuhakikisha klabu Yanga anakwenda kupata matokeo chanya kwenye mchezo huu muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mapema kocha mkuu wa klabu ya Yanga Pedro Gonçalves yeye amekwishaweza kukitangaza kikosi chake ambacho ndicho kitakwenda kupambania alama tatu muhimu kwenye mchezo huu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya timu ya Yanga Sports Club dhidi ya timu ya Pamba Jiji. Sasa ni kikosi gani hiki ambacho kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro ameweza kukiweka wazi ndicho ambacho kitakwenda kupambania alama tatu muhimu katika mchezo huo muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati yao dhidi ya timu ya Pamba Jiji. Udani wa taarifa hii tutakujuza wewe na kukusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu zote mpya za kimichezo ikiwemo hii ambayo nimekujuza sasa hivi, hakikisha mwana mchezo wangu unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo basi wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa Asia Bongo Vibe TV. Ukishafanya hivyo hautakaa kuwaza tena utapata wapi taarifa mpya za kimichezo, bali utapokea notification moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi ya kwamba tumekushaweza kukuhabarisha taarifa mpya ya kimichezo, na jukumu lako mama linasalia kuwa jepesi kabisa mwanafamilia wangu. Ni kwenda kutazamia hiyo taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tumekujuza wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya msafara mzima kikosi cha klabu ya Yanga ambacho kimeelekea pale mkoani Mwanza kwa ajili ya mchezo wao wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya timu ya Pamba Jiji. Kama ninavyofahamu, Aprili 8 klabu ya Yanga atakapo dimbani dhidi ya timu ya Pamba Jiji katika dimba la CCM Kirumba kwenye muendelezo wa mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ambapo klabu ya Yanga wanakwenda kwenye mchezo huo huku akiwa na matumaini makubwa ya kuhakikisha kikosi chao hiko kinakwenda kutafuta alama tatu muhimu dhidi ya timu ya Pamba Jiji ambazo zitakuja kuwasaidia katika mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Sambamba na kuhakikisha hilo, klabu ya Yanga anaondoka na alama tatu muhimu katika mchezo huo muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mapema kocha mkuu wa klabu ya Yanga Pedro amekushaweza kukiweka wazi kikosi chake cha kwanza ambacho ndicho kitakwenda kupambania alama tatu muhimu kwenye mchezo huo muhimu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati ya Yanga dhidi ya timu ya Pamba Jiji pale mkoani Mwanza kwenye dimba la CCM Kirumba. Kikosi hiki niko nacho hapa mezani kwangu na nitakuja kukujuza moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV ili naye mwana mchezo wangu uweze kufahamu namna ambavyo kocha mkuu wa klabu ya Yanga ataanzisha jeshi lake la wanaume 11 kwenye kupambania alama tatu muhimu dhidi ya timu ya Pamba Jiji, lakini pia kwenda kushuhudia mbinu ambazo kocha huyu atakwenda kuzitumia ili kuondoka na alama tatu muhimu. Sasa bila kukupotezea muda wako wala time yako, twende chapchapu tukaangalie kikosi cha kwanza ambacho ndicho huenda kocha mkuu wa klabu ya Yanga bwana Pedro atakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya Pamba Jiji. Golini tegemea kumuona golikipa Abutwalibu Msheri akiendelea kuzima kwenye milingoti mitatu ya timu ya Yanga Sports Club akichukua nafasi ya golikipa Djigui Diarra ambaye yeye ayuko nje ya uwanja akitumikia adhabu yake ya kufungiwa michezo mitatu. Kwa hiyo mchezo huu dhidi ya timu ya Pamba Jiji utakuwa ni mchezo wa pili golikipa huyo Djigui Diarra kutoanza kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga, nafasi yake ikiendelea kuchukuliwa na Abutwalibu Msheri kulinda milingoti mitatu ya timu ya Yanga Sports Club. Beki nambari 2 tegemea kumuona mchezaji Israel Patrick Mwenda akienda kuzima kwenye eneo hilo la beki nambari 2 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Beki nambari 3 Mohamed Hussein Zimbwe Junior akienda kuzima kwenye eneo la beki nambari 3 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Beki nambari 4 na beki nambari 5 hapa Frank Yasinki akishirikiana vema na Ibrahim Abdullah Baka kwenye zile beki za kati kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 6 hapa ni Mohamed Damaro akienda kuzima vyema kwenye eneo la kiungo nambari 6 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 si mwingine bali ni Max Nzengeri akienda kuzima kwenye eneo hilo la winga nambari 7. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 hapa ni Duke Buya akienda kuzima kwenye eneo la kiungo nambari 8 kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa mshambuliaji kinara hapa
tegemea kumuona mchezaji si mwingine bali Emmanuel Mwanengo akienda kuzima eneo la mshambuliaji kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Kiungo nambari 10 Alani Okero akiaminika na kusimama vyema kwenye eneo hilo, huku winga ya kushoto ama mchezaji nambari 11 kwenye kikosi hiki tegemea kumuona mchezaji Pacome Zouzoua akianza katika eneo la winga ya kushoto kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekujuza sasa hivi? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare. Jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi ni kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.